Sumbue kwenye maisha yangu. Huyu nishaona ataanza kuniumiza akili. Rafiki yangu kichomtokea Kitimbwisi hivi. Kasomesha watoto, yeye hajasoma, matokeo yake sasa hivi watoto wamekuwa wanasheria, watoto mawakili, watoto advocate. Mbona kitu kama kimoja? Mwanasheria, wakili, advocate, mahakimu, polisi, watoto wake wamekuwa wana handle za biashara. Yule sasa karudi chini. Na nikwambia mke wangu, na kunyoshia kidole, huyu atakuja kutusumbua. Nakuja. Subiri. Karibu. Asubuhi TV, mchana TV, jioni TV, usiku TV. Hii nini? Kofia yangu hii. Kaa chini. Shikamoo. Nilikwambiaga nani mwenye uwezo wa kuweka miguu juu? Wewe hapo. Sasa wewe mbona umeweka juu? Nani baba ya nyumba? Wewe. Nani kichwa cha familia? Wewe. Nani kamua mamako? Wewe hapo. Sasa mbona unafanya vitu kama mimi wakati sipo na repress? Kwa naangalia movie tu baba. Nimesema remote inakaa wapi? Pale juu yake. Iweke pale. Masharti yote ninayosema hata kama sipo vitu vibaki vile vile. Mamako yuko wapi? Alisema ametoka. Hebu punguza sauti. Nimekuambia mimi nikishaingia kila kitu ndikuwa kiwe kimya. Nikiingia kila kitu kiwe kimya. Kunguru nje anatakiwa kuwa kimya. Paka kimya. Panya kimya. Wasemaji wa timu zote Simba na Yanga kimya. Kila kitu ndikuwa kifreeze. Baba karudi, sawa? Sawa baba. Hebu mwite mamako. Kaa hapa, kaa hapa. Mwite hapo hapo. Mama. Mama. Abe. Naitwa na baba. Uje na chupa ya chai na kikombe na sukari. Sawa mme wangu. Sikia. Wote wa paka sijui nani wanaangalia wageuzie kule. Sitaki kuona wanaangalia huko. Kuanzia huyu mdoli huyu hapa aangalie kule wote. Peke yangu natakiwa nitoe macho ndani. Anza yule kule wa mwisho. Yule kama nyani. Geuzia kule ukutani. Ila mama alia. Geuzia ukutani. Haya, huyo sungula geuzia ukutani. Sasa hizi nimeamka. Safi, ulikuwa wapi? Nilikuwa jikoni huko. Huyo hapa. Nimemwambia wadudu wote wageukie kule. Wadudu wanaoruka na wanaotambaa sitaki wanaangalia hivyo usoni. Toa huyu, si sungula, sijui kima, ageukie huko. Huyo uko nampenda, acha aniangalie. Mke wangu. Acha. Maisha hayarudi nyuma. Maisha yanaenda wapi? Mbele. Yanakwenda mbele. Maisha utaki kustaki. Wewe, ushamaliza, fanya basi vitu vingine kaa hapo. Njoo kaa hapo. Hapo. Kaa. Chini. Mwacha kaa hapa mtoto. Chini, mke wangu. Ijulikane basi baba, mama, mtoto, kuna matabaka matatu. Chini. Mimi nimekaa tu kwenye kochi hapo chini nilipofuta. Ngese, kaa chini. Kaa tu mwanangu, msikize babako. Huu ni mtihani mdogo sana Mungu anaweza kutuonyesha. Huyu mtoto atatusumbua. Na bora kukusumbua wewe. Mimi ndo sitaki chochote kinisumbue kwenye maisha yangu. Huyu nishaona ataanza kuniumiza akili. Rafiki yangu kichomtokea Kitimbwisi hivi. Kasomesha watoto, yeye hajasoma, matokeo yake sasa hivi watoto wamekuwa wanasheria, watoto mawakili, watoto advocate. Mbona kitu kama kimoja? Mwanasheria, wakili, advocate, mahakimu, polisi, watoto wake wamekuwa wana handle za biashara. Yule sasa karudi chini. Na nikwambia mke wangu, na kunyoshia kidole, huyu atakuja kutusumbua. Nakuja. Subiri hapo. Ngese, mwanangu, usinungunike. Vitu anavyoongea babako ni kwa faida yako wewe na kwa faida ya baadaye sisi wazazi wako. Umeelewa? Wengine mama na mwenyewe mama uangalie, mama umwambie baba. Mimi nakuangalia TV mama ndo anaanza unashinda muda mrefu sana unaangalia TV ndio maana babako hapendi. Sasa nimeshamaliza. Wewe unamsikiliza, sawa? Basi wewe unasoma. Ukae wewe unasoma. Hebu nyosha miguu hiyo. Nilikuwa namuelekeza mtoto. Acha kukunja miguu kama mtoto wa kike. Hebu nitolee Roki. Na niliamua kumuita huyu Ngese
kwa maana ningeliweka kama lilivyokuwa lile neno, alafu nasema ili toto. Hebu weka kwenye video. Sasa ninachotaka kufanya hapa ni very simple mathematics. Hawa watoto unaonaga kama la kina Ronaldo, kwa nini walijijua mastaa? Toka zamani walikuwa wana documentary zao. Natengeneza documentary ambayo itanilinda mimi kisheria. Mimi, wewe na wao. Kila mmoja kati ya sisi watatu, mafiga matatu, kila mmoja ajue wajibu wake. Sawa? Hebu nyanyuka ngezi. Wewe shike tu. Nyanyuka, simama pale. Simama pale. Pale. Geukia huko. Hebu weka kwenye kurekodi. Hiki ninachokifanya ni baadaye hata wewe kitakulinda. Hata mimi kitanilinda, na hata huyu atajua majukumu yake. Weka mkono kifuani wa kushoto. Kwa kushoto. Unamwona eh? Namwambia kushoto wa kulia. Msikize babako. Nyosha hivi wa kulia. Haya. Mimi Ngese. Na hapa kwamba sihusiki na chochote cha baba zaidi ya jina lake kama baba. Sihusiki na chochote cha baba zaidi ya jina lake kama baba. Sawa. Baba akiamua kuuza baisikeli yake auze, maana alitafuta mwenyewe. Baba akiamua kuuza baisikeli yake auze kwa sababu alitafuta mwenyewe. Baba akiamua kuuza pikipiki yake auze, maana hela inihusu. Baba akiamua kuuza pikipiki yake auze, maana inihusu. Baba akiamua kuchukua TV akabeba akauza auze, maana tulikuwa tunatumia ya chogo before. Baba akiamua kuchukua TV. Rudia. Baba akiamua kuchukua TV yake akauze, ni yeye mwenyewe kwa sababu alichukua TV ya chogo. Mume wangu, ni nini sasa, mbona mambo yote haya? Mke wangu, hii itakulinda wewe, mimi na yeye. Haya ni mafiga matatu yagawanyike. Baba akiamua kuuza flat auze. Baba akiamua kuuza flat auze. Maana alianza na chogo. Na hatujui alipataje. Inawezekana alidhulumu. Inawezekana haki yake. Mimi kama mtoto hainihusu. Baba nani sasa, mbona kama unavuka mpaka? Mke wangu, sivuki mpaka. Nimeenda Kenya bila pasipoti. Mimi bado niko hapa Tanzania. Shika simu. Twende mke wangu. Baba akiamua kuuza chupa ya chai auze, maana zamani tulikuwa tunakunywa chai ya baridi. Baba akiamua kuuza chupa ya chai auze. Baba akiamua kuuza chupa ya chai auze. Maana kabla ya chupa hii tulikuwa tunakunywa chai ya baridi. Ila mimi nilinyonya sana. Ulinyonya maziwa eh? Safi. Utanyonya bahari sasa. Baba akiamua kuuza makochi yake auze, maana tulianza na mkeka. Baba akiamua kuuza makochi yake auze kwa sababu tulikuwa na mkeka. Sawa. Sasa hapa ndio itulize vizuri, ndio kipande hiki kinachokuja kinamhusu advocate, wakili na sisi kujua mgawanyo wa maisha. Baba akiamua kuuza mashamba yake yote auze, mimi kama mtoto sina kipingamizi. Baba akiamua kuuza mashamba yake yote auze, mimi sina kipingamizi. Kama mtoto tu. Baba akiamua kuuza mifugo yake yote auze, mimi kama mtoto sina kipingamizi, maana nilizaliwa na nepi. Baba akiamua kuuza mifugo yake yote auze, kwa mimi kama mtoto sina kipingamizi. Haya, linalofuata kwanza kuoa mara tatu, maana ni zito kwangu, kwako na kwa mama yako. 1, 2. Usikoe kama Konde Boy. Koa kama unatoa vitu kwenye mwili wako. Taka mwili. Ushawahi kuvuta sigara? Skanka? Sawa. Hili linakuja kama ifuatavyo. Baba akiamua kuuza nyumba yake auze, mimi sina kipingamizi. Baba akiamua kuuza nyumba yake asiuze kwa sababu tutakuwa na pa kukaa. Nilikwambiaje? Kuna mtoto hapo. Zamani walikuwa wanasema mtoto wa kiume ndio mali. Lakini angalia watoto wa kiume walivyoharibika mtaani. Watoto wa kike ndio wanatusaidia sisi. Kwa nini nimeamua huyu kumlisha kiapo hapa mbele ya kamera? Kwa nini nimeweka hii video? Hii inaitwa will. Huu ni waraka ambao mimi ni mirathi. Ikiwekwa hivi, will inaweza ikaandikwa kwa kuandikwa, inaweza kaachwa kwa kuandikwa, kwa video, soft copy na hard copy. Kwa nini nimemrekodi? Mama, hapa ana mtoto. Tuzae mwingine. Na anazuia mimi kuuza nyumba. Huyu kazaliwa mwaka gani? Hapa tumejenga mwaka gani?
Wewe umenikuta mimi na nini? Ukiuza nyumba si tutaishi wapi? Alafu huyu ni mtoto, tunapaswa tumrekebishe taratibu. Haya, nyinyi mmeshakalili anaanza kufa baba. Ukifa wewe? Sawa. Wewe ulinikuta na nyumba? Sawa, hata kama nilikukuta. Unaweza kunizuia kuuza? Siwezi kukuzuia, lakini na wewe ni nani? Mume wangu, mbona kama sasa unatunyanyasa mimi na mtoto? Mimi si wanyanyasi. Huu ni ukweli. Ukweli uko wazi kama vazi la kahaba. Umenikuta na nyumba. Huyu kazaliwa juzi. Mama. Huyu ana mandate gani ya kuniambia mimi baba usiuze, si utakaa wapi? Kaka yeye hata kituo cha polisi. Nenda Segerea, jela pale inahitaji watu. Mama. Twende mbele turudi nyuma. Kwa nini turudi nyuma? Twende mbele. Sawa, twende mbele. Wewe sio baba yangu. Unamwona? Mwanangu. Hebu njoo. Sikiliza. Sikiliza mke wangu. Baba yako msikilize. Mke wangu, huyu naye ana akili, labda kaoteshwa kweli, labda naye ulinibambikia mimi. Hapana, mtoto tu ni. Mwambie mtoto aanze kunitafutia risiti zote toka kindergarten mpaka chuo kikuu. Don't kwa machizi na masista du. Mikono vipi? Hapo vipi? Nataka akanichukulia risiti zote alafu amtafute baba yake. Huyu akunizuia amekuuza nyumba. Hebu ni hii video. Ndio shahidi. Kesho mjini kwa advocate nimemaliza. Unaona sasa? Asila hizo mume wangu. Kama hata chupa. Njoo nikuongee basi chai huko. Usiniungie, nitaunga na gundi.